matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hujambo msikilizaji na karibu. Mimi ni Belden Walieula. Tulionayo katika Amka na BBC leo hii: Nicolas Maduro asitiza bado yeye ndiye rais wa Venezuela, huku akikanusha mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya katika mahakama moja nchini Marekani. Kampeni za uchaguzi. Hello, can we get to know each other? Of course. Tired of boring nights in? Let me introduce. Wamekuwa na nafasi nzuri ya kunadi sera zao. Na kuambia kwa ukweli, nchi Uganda wapinzani wanayo uwezo kufanya chochote ambao wanapotaka. Na katika gumzo letu asubuhi hii tunaangazia matarajio ya hali ya uchumi duniani kwa mwaka huu wa 2026. Tunatarajia kwamba sarafu ya dola itaongezeka nguvu, kisha ongezeka kwa nguvu sababu ya militant approach ya Amerikani. Tuko na hayo na mengine mengi, lakini kwanza ni muhtasari wa habari za dunia naye Florian Kaijage. Karibu. Aliyekuwa rais wa Venezuela aliondolewa madarakani Nicolas Maduro amesisitiza kuwa bado ni rais wa nchi hiyo, huku akikana mashtaka manne ya ulanguzi wa dawa za kulevya na ugaidi. Nilitekwa nyara, aliambia mahakama mjini New York, Marekani, akizungumzia operesheni ya Marekani ya kumkamata kutoka kambi ya kijeshi huko Caracas siku ya Jumamosi. Mkewe Celia Flores pia aliyakana mashtaka. Delcy Rodriguez ameapishwa kuwa kiongozi wa mpito wa Venezuela, akisema ameumizwa na kukamatwa kwa Maduro. Rodriguez amesema anashika madaraka kwa niaba ya raia wote wa Venezuela ambao wengi wanaaminika walipiga kura dhidi ya chama tawala katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2024. Duru za usalama nchini Nigeria zinasema wanajeshi wasiopungua 9 wameuawa katika jimbo la kaskazini mashariki la Borno baada ya msafara wao kuligonga bomu la kutegwa ardhini. Wengine kadhaa walijeruhiwa wakati wa shambulio hilo siku ya Jumapili, ingawa hakuna kundi lililodai kuhusika. Tukio hilo lilitokea katika eneo ambalo wapiganaji wa Islamic State hufanya mashambulio ya mara kwa mara. Naibu waziri mkuu wa zamani wa Canada Chrystia Freeland amesema ataondoka bungeni ili kukubali kazi ya kuwa mshauri wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Sambatenzi na maelezo zaidi. Freeland amesema hatalipo kwa kazi yake ya ushauri wa maendeleo ya uchumi wa Ukraine. Julai mwaka huu atachukua pia nafasi ya kuongoza taasisi ya Rhodes inayohusika na kutoa misaada ya elimu nchini Uingereza. Alichaguliwa mwaka 2013 na alihudumu katika majukumu muhimu kama waziri wa fedha, mambo ya nje na biashara ya kimataifa chini ya waziri mkuu wa zamani Justin Trudeau. Alijitenga na Trudeau mwishoni mwa 2024, akimshutumu kupitia barua ya kujiuzulu kwa umma kwa kushindwa kuchukua tishio la ushuru wa Marekani kwa uzito, hali iliyomlazimisha kuachana na siasa. Na serikali ya Gambia inasema takriban watu 25 wamethibitishwa kufariki dunia wakati boti iliyokuwa imebeba wahamiaji ilipopinduka katika pwani ya nchi hiyo katika mkesha wa mwaka mpya. Maafisa wanasema boti hiyo ilikuwa imewabeba wahamiaji zaidi ya 200 na makumi kadhaa hawajulikani walipo. Maelfu ya watu, wengi wao wakiwa vijana, wamekuwa wakijaribu kuingia barani Ulaya kutoka Afrika Magharibi, hasa kupitia visiwa vya Kanari vya Hispania, kwa kutumia boti zilizochakaa na zinazojaza abiria kupita kiasi. Kufuatia tukio hilo, rais wa Gambia Adama Barrow amesema nchi hiyo ipo katika maombolezo. Hii ni BBC. Muhtasari wa habari za dunia umesomwa na Florian Kaijage. Matangazo ya Amka na BBC yanasikika kupitia Radio Free Africa na Abud FM nchini Tanzania. Nchini Kenya ni Gulf Radio. Nchini Uganda yategea sikio kupitia Voice of Karamoja na Voice of Busoga. Ukiwa DRC ni Radio Muungano Beni. Vilevile yako pia kupitia tovuti yetu ya bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook mbashara BBC News Swahili. Karibu. Mimi ni Belden Walieula. Rais wa Venezuela ambaye alikamatwa na Marekani Nicolas Maduro amesema hana hatia na bado yeye ndiye rais wa taifa lake. Maduro alikanusha mashtaka yote dhidi yake yakiwemo ulanguzi wa dawa za kulevya katika mahakama moja nchini Marekani. Victor Kenani anaarifu zaidi. Maduro mwenye umri wa miaka 63 alimwambia jaji huko Manhattan
Mimi sina hatia. Mimi si mwenye hatia. Akitabasamu alipoingia ukumbini mwa mahakama akiwa amevalia shati la rangi ya machungwa, Maduro alizungumza kwa sauti ya chini. Lakini mtu aliyetawala taifa lake lenye utajiri wa mafuta kwa ubabe kwa zaidi ya miaka 12 alipata kumbusho kali la anguko lake wakati jaji alipomwambia ajikite tu katika kutaja jina lake. Mke wa Maduro, Cilia Flores, naye pia alikana mashtaka. Jaji aliagiza wote wawili waendelee kuzuiliwa rumande na akaweka tarehe mpya ya kusikilizwa kwa kesi kuwa tarehe 17 Machi. Maelfu ya watu waliandamana mitaani mjini Caracas kumuunga mkono Maduro wakati aliyekuwa naibu wake Delcy Rodriguez akiapishwa kama rais wa mpito. Hata hivyo, enzi ya Maduro inaonekana kuwa imefikia mwisho. Wawili hao walinaswa na makomando wa Marekani alfajiri ya Jumamosi katika shambulio dhidi ya mji mkuu wa Venezuela lililoungwa mkono na ndege za kivita na uwepo mkubwa wa manowari. Trump pia ametishia mashambulizi zaidi ya kijeshi. Uwepo mkubwa wa jeshi la majini la Marekani, ikiwemo manowari ya kubeba ndege za kivita, umepelekwa katika bahari ya Caribbean. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth alisema kuwa karibu wanajeshi 200 walihusika katika uvamizi huo wa kushtukiza mjini Caracas. Maelezo ya operesheni ya Marekani huko Caracas yaliendelea kujitokeza hadi Jumatatu, huku Havana ikisema kuwa raia 32 wa Cuba waliuawa katika shambulio hilo. Hakuna wanajeshi wa Marekani waliouawa, lakini baadhi Katikati ya wasiwasi wa kimataifa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliambia kikao cha dharura cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba kunapaswa kuwa na heshima kwa misingi ya mamlaka ya taifa, uhuru wa kisiasa na uadilifu wa eneo. Ingawa hakuna wanajeshi wa Marekani wanaojulikana kuwa nchini Venezuela kwa sasa, utawala wa Trump unasema bado una nguvu kubwa ya kiuchumi kupitia kizuizi cha mafuta. Trump pia ametishia mashambulizi zaidi ya kijeshi. Taarifa yake Victor Kenani. Kampeni zimepamba moto nchini Uganda, ikiwa ni chini ya siku 10 tu kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika nchini humo. Wagombea wa urais wamekuwa wakizunguka nchi nzima kunadi sera zao, hususan miongoni mwa vijana ambao ni zaidi ya 78% ya wapiga kura wote. Hata hivyo, upinzani umekuwa ukilalamika kwamba haujapewa nafasi sawia na serikali katika kutangaza sera zao. Je, upinzani umebinywa katika kampeni nchini Uganda? Roncliffe Odit amemuuliza swali hilo naibu kiongozi mkuu wa chama tawala nchini Uganda NRM Mike Mukula. Wale ambao wanapinga serikali hawana nguvu, hawana moja. Upinzani mimi nakwambia wana nguvu. Ukiona katika chama cha FDC yenyewe wanayo vikundi 3 sasa katika usimamo yao. Yaani ukivunja umoja ya upinzani, lazima hiyo ndio italeta unafiki ndani ya upinzani. Lakini kwa kweli Bobi Wine, kumekuwa na maoni tofauti kuhusiana na viongozi. Wengi wanasema kwamba viongozi wanachaguliwa ni wale wamekuwa wakichaguliwa kwa muda mrefu, kwamba mtoi nafasi kwa viongozi wapya. La, kwenye uchaguzi ambayo imepita ile 60 kwa 100 walikuwa vijana. Wale vijana usu mpya. Yaani tumejenga utawala ya Chama cha Mapinduzi au NRM kutoka chini paka juu, na vijana ndio wanaongoza matembezi ya NRM katika nchi yetu. Ya pili, nataka nikwambie kwamba uchaguzi inatembelea kwenye vitu mbalimbali, utaji ya watu, usimamio ya watu na nia ya watu. Na mimi nataka niseme kwamba kwenye kubashiri kwangu, naona kwa kweli NRM bado itatawala milele na milele, sababu usimamo ndani ya chama iko nzuri. Wakati uchaguzi mkuu unapopangwa kuja kufanyika baadaye mwezi Januari, kwa mtizamo wako mwenyewe, je, unahisi kwamba vijana watapata nafasi ya uhaki na usawa katika uchaguzi huu mkuu unaokuja? Tunayo vikundi mbalimbali. Kuna vikundi ya vijana ambayo inaitwa Youth League, kuna ile ya wanawake, kuna wale wa walema. Hatuna chochote mtu lolote ambayo tunamwacha nje. Kwa mtizamo wako, unahisi kwamba Rais Yoweri Kaguta Museveni bado anastahili kuendelea kuiendesha Uganda licha ya umri wake mkubwa? Nchi yetu imetulia. Museveni amepigania nchi hii
sasa karibu tunaingilia miaka 39, na ukipima kwa kweli kwa hii miaka, nchi hii ilikuwa na shida, ilikuwa na mapigano ndani ya nchi. Nchi yetu sasa Uganda katika uchumi na maendeleo ya nchi ya uchumi ndio namba 7 katika nchi ulimwengu zote. Amefanya mambo mengi mazuri na wengi wanakubali kuifanya Uganda iwe nchi ambayo imetulia na nchi imara zaidi, lakini amuhisi kwamba baada ya kufanya mazuri hayo wakati umefika awachie watu wengine kama wewe muendeleze mazuri hayo? Mimi naona kwa kweli mbele na kuna mtu ambaye anaweza kutawala milele na milele. Watakuwa wakati ambayo tutapata mabadiliko, lakini sasa namna ambayo naona, ukiona Donald Trump miaka 1 na Museveni karibu, Museveni bado na nguvu, ana usimamo ya mafikiri ambayo iko nzuri, na mimi naona kwa kweli bado tunayo mambo ambayo nchi yetu inapambana nayo. Tuko na mafuta sasa, na ukipima wazungu na ujereu ya hawa wanapenda sana mafuta. Unataka muongozi ambaye anaweza simamia na kuona kwamba kuna mtu ambaye anaweza kuja karibu nchi yetu. Je, unahisi kwamba uchaguzi utakuwa huru na haki kwa kila Mganda na kura ya kila Mganda itahesabiwa inavyostahili? Lazima itakuwa hivyo, sababu hii ndio uchaguzi karibu ya 6 sasa. Tutakuwa na uchaguzi, mimi naitegemea na nabashiri kwamba itakuwa nzuri bila mashukushuko, na wale ambao watavunja sheria ya nchi lazima serikali itafanya kazi yao. Sasa nampisha Victor Kenani na taarifa za spoti. Karibu Kenani. Shukran Beldin. Shukran sana. Tunaanza na michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON, ambapo Nigeria ilitinga fainali ya robo fainali baada ya kuichapa Msumbiji mabao 4-0 katika mchezo uliochezwa mjini Fes. Super Eagles walitawala mchezo tangu mwanzo. Mabao ya Ademola Lookman, mawili kutoka kwa mshambuliaji aliye katika kiwango bora Victor Osimhen, pamoja na bao moja la Akora Adams yalihakikishia Nigeria ushindi mnono. Msumbiji iliyokuwa ikicheza hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza ilishindwa kabisa kuhimili mashambulizi makali ya Nigeria na haikutishia lango kwa kiasi kikubwa. Nigeria ambayo ingeweza kuongeza mabao zaidi sasa inasubiri kukutana na Algeria au DR Congo katika mchezo wa robo fainali utakaochezwa Jumamosi mjini Marrakesh. Katika mechi nyingine, Misri wamefuzu robo fainali ya kombe hilo baada ya mabao mawili katika muda wa nyongeza kuwapa ushindi dhidi ya Benin katika hatua ya 16 bora. Marwi Natia alikuwa ameifungia Misri kabla ya Jodel Dosu wa Benin kusawazisha na kupeleka mchezo katika muda wa nyongeza. Misri walijibu kupitia Yasir Ibrahim aliyefunga dakika ya 97 ya muda wa nyongeza. Mohamed Salah kisha akaitemisha ushindi huo kwa bao la kuvutia sana dakika ya mwisho, akipiga shuti la lile tunaita outfoot lilompita kipa Dajnu kutoka nje ya eneo la hatari. Matokeo hayo yana maana kuwa Benin hawataweza kurudia mafanikio yao ya mwaka 2019 ya kufika robo fainali, huku Misri wakipata zawadi ya kukutana na Ivory Coast au Burkina Faso watakaocheza Jumanne katika mechi ya Jumamosi mjini Agadir. Tukielekea kwenye tennis, Novak Djokovic amejiondoa kwenye mashindano ya maandalizi ya Australian Open akisema kuwa bado hayuko